Mimi naitwa Amon Mgulu, ni mhandisi wa madaraja kutoka timu ya usimamizi wa miradi kwa maana ya TECU TANROADS Manyara. Leo tumetembelea mradi wetu wa ujenzi wa daraja la Minjingu ambalo lipo katika barabara kuu inayotoka Babati kuelekea Arusha katika eneo hili la Minjingu. Kabla ya ujenzi wa daraja hili, mwanzoni kwenye barabara ambayo inatumika sasa hivi kulikuwa na box culvert ambalo lilipata madhara makubwa kutokana na mvua za El Nino za mwaka 2023-2024 ambapo ilipelekea lile box culvert kuzidiwa uwezo wake wa kupitisha maji na kutaka kusombwa. Hivyo TANROADS tulifanya jitihada kuzuia daraja lile lisisombwe, lakini katika kufanya urejeshaji wa miundombinu tuliona ni vyema sasa kujenga daraja jingine kubwa ambalo litahimili wingi wa maji na mvua ambazo zinatokea kila baada ya muda. Daraja hili linajengwa na mkandarasi mzawa anaitwa Rocktronics Limited kutokea Moshi na linasimamiwa na wahandisi kutokea TANROADS. Daraja hili lina ukubwa wa mita 50 kwa maana span moja ya mita 25. Sasa kwa vile kuna span mbili, maana jumla itakuwa na span ya mita 50 na linajengwa kwa thamani ya bilioni 6 na milioni 16 ikiwa ni pamoja na barabara unganishi zenye jumla ya mita 890. Muda wa utekelezaji wa mradi huu kwa mujibu wa mkataba ulikuwa ni mwaka mmoja kuanzia tarehe 30 Disemba 2024 hadi tarehe 30 Disemba 2025. Hadi sasa utekelezaji wa mradi huu umefikia 91%. Hivyo tunategemea kabla ya muda wa mkataba kuisha mradi huu utakuwa umekamilika. Pamoja na hayo, mradi huu umeleta manufaa mengi ikiwa ni pamoja na kuzalisha ajira ambapo hadi sasa jumla ya ajira 78 zimezalishwa ambayo inajumuisha wanawake 16 na wanaume 62. Pamoja na hayo, mradi huu ni muhimu sana kwa sababu ni mradi ambao upo kwenye barabara kuu ambayo ni The Great North Economic Corridor ambayo inaunganisha mkoa wa Manyara, mikoa ya Arusha, Singida na Dodoma na nchi zetu za jirani ikiwa ni pamoja na nchi ya Kenya kupitia boda ya Namanga na boda ya Holili. Hivyo utekelezaji wa mradi huu ni muhimu katika ukuaji wa kiuchumi wa taifa hili kwa ujumla wake kwa sababu na shughuli nyingi za kiuchumi zinafanyika ikiwa ni pamoja na usafirishaji wa bidhaa lakini zaidi utalii na usafirishaji wa abiria. Tunatoa wito kwa watumiaji wote wa barabara wanaotokea Babati kwenda Arusha na wanaotokea Arusha kwenda Babati kuwa wavumilivu wakati wa ujenzi wa daraja hili, lakini pia kuzingatia alama zilizowekwa barabarani kwa ajili ya kuhakikisha usalama wa watumiaji wote wa barabara. Mradi huu utakapokamilika, pia tunawaomba watumiaji wote wa barabara wazingatie matumizi sahihi ya miundombinu iliyopo, lakini pia kufuata sheria na alama ambazo zitakuwa zimewekwa kwa ajili basi ya kuhakikisha mradi huu unakuwa na manufaa kadri yalivyokusudiwa. Tunaishukuru serikali kutafuta fedha kwa ajili ya ujenzi wa mradi huu kwa sababu ni moja ya eneo lililokuwa likisumbua sana baada ya athari zile za El Nino za mwaka 2023-24. Mradi huu umetuletea manufaa makubwa na tunaishukuru serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutupa na kutuamini kama wakandarasi wazawa na wahandisi wazawa kwa ajili ya kusimamia mradi huu na kufanya kazi hii. Tunarudisha shukrani zetu kwake kwa kuaminiwa pia. Kwa hiyo tuko hapa sasa hivi tunatazamia kwamba mpaka mwezi wa 11 kazi hii mwishoni tutakuwa tumemaliza. Ni ombi letu kama wakandarasi wazawa kwamba inapotokea miradi kama hii tuendelee kuaminiwa, kupewa tena nafasi kwa ajili ya kufanya miradi kama hii. Tuna uwezo wa kufanya na kama mlivyoona kama tulipofikia tuna uwezo wa kufanya miradi mingine.